Sauti za na mtazamaji wa Rising Shine. Sauti za Naamini kabisa unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki cha Good Morning Rising Shine, ikiwa ni siku ya baraka kabisa, Jumatatu ya March ya 31 2025, mwaka wa kumiliki na kutawala. Ni saa 1 dakika 30 hivi 21 hivi sasa, tunasonga mbele na Good Morning Rising Shine. Tumerejea hapo kwenye kipengele cha sauti za kurasa, na yapo mambo kadha ambayo leo tumekuandalia, tunakwenda kuyatazama. Nimeungana hapa na mwenzangu Samson. Habari yako? Samson Kesi. Uko vizuri? Niko salama, namshukuru Mungu. Ni siku nyingine ndani ya mwisho wa mwezi wa 3 mwaka ukiwa ndio huu 2025. Hii ni siku ya mwisho kabisa. Siku ya mwisho kabisa kwa mwaka huu, lakini katika mwezi huu. Katika mwezi huu, ndio mwaka huu. Katika mwezi huu na mwaka huu. Yaani siku kama leo katika mwaka huu haipo tena. Na katika mwezi huu pia. Si ndio maana ameni mwezi huu ndio mwisho, si ndio maana yake? Leo kesho ni tarehe 1, si ndivyo? Ya mwezi wa 4. Ni baraka. Na unafahamu jana tumebarikiwa sana pale, tumefuta kesi. Sijui kwako ulibarikiwa namna gani? Kwanza kabisa nilipenda mafundisho. Jambo kubwa ikiwa ni kukemea uvivu. Ndani ya jamii yetu kumekuwa kuna hali ya uvivu na kuweka visingizio. Kutengeneza mazingira ya kwamba huyu ndo kanisababishia. Kuna mazingira haya fulani, labda kuna hichi sina, ndio maana siwezi kufanya hivi. Lakini tunasahau kwamba tumepewa utashi, akili na ufahamu wa kuweza kuyaendea mambo. Ndilo jambo kubwa ambalo nimechukua jana. Na uvivu. Baadhi ya kesi kuacha uvivu. Baadhi ya kesi kwenye maisha yetu zinaingia kutokana na uvivu. Uvivu, yes. Wakati mwingine sio tu kwamba umelogwa, uvivu. So bidii inatakiwa, usiwe mvivu, lakini pia unahitaji neema ya Mungu. Kwa sababu yule ambaye sio mvivu pia anahitaji upako. Kuna mwingine sio mvivu, ana bidii na kazi, lakini amefungwa. Hapo sasa ndo anahitaji upako kufunguliwa. Anafanya kitu. Sasa mtume jana alikuwa anadili na yule ambaye yeye sio kwamba amefungwa, ni mvivu. Ni mvivu sana. So jana ilikuwa ni baraka, si ndio? Ndio, ilikuwa ni baraka kweli. Tazamaji, tunakwenda kutazama sasa magazeti mbalimbali yanatuambia nini siku leo. Kumbuka siku ya Jumapili ni kongamano kubwa kabisa, ukombozi wa nyayo kwa kuchovya miguu kwenye mafuta ya upako katika awamu 2 za baraka. Saa 1 mpaka saa 6 awamu ya kwanza, pili saa 8 mpaka saa 12 kamili jioni. Usipange kukosa. Tuanzie kwako sasa Samson Kasi, tuambie una gazeti lipi na lipi? Na mimi nina gazeti Mwananchi pamoja na gazeti Habari Leo, na moja kwa moja tuanze kuliangazia gazeti la Mwananchi Tanzania ambalo linaandika viongozi wa dini waonywa mgawanyiko wa kisiasa. Ni katika gazeti hili ambapo ndani ya ukurasa wa 4 linasema wataka mambo manne ikiwemo uchaguzi wa amani, umoja na utulivu. Shehe Ponda ataka wanasiasa kujadili amani. Mufti Tanzania ya Ramadhani yaendelezwe. Ile ni katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa 4 wa ndani, utaweza kujua ndani ya habari hiyo kwa undani zaidi. Lakini kiangazia katika gazeti hili linasema ajali ilivyoua wanakwaya Same. Ni ajali ya gari iliyotokea na chanzo kikubwa walikuwa ni wanakwaya hao. Walikuwa kwa hiyo wamepata ajali. Same mkoani Kilimanjaro. Imeua watu wengi. Imeua watu 7 na wengine 13 kujeruhiwa. Na vifo na vinatarajiwa kuongezeka kutokana na baadhi ya majeruhi kwa katika hali majeruhi kwa wengi. Sasa hii tukiangalia ile habari ya kwanza ya kuendeleza, tumezoea kikawaida tunapokuwa kwenye mifungo, iwe ni Kwaresma, iwe ni mfungo wowote, kwa unakuwa muendelezo wa mambo mema. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna baada ya kutoka kwenye mfungo, either ni Kwaresma au ni Ramadhan, wamemaliza hapo wenzetu, kuendelezwa yale mema, yale mahusia mema, sababu ni jambo zuri. Tusio tunaishi kwenye kuigiza. Yaani kwamba kwanza tunasema kufunga ni jambo zuri, si ndio? Kama yale ukifunga unajua hakuna kinachosogea. Hata hamna kadhambi kanakosogea ukishafunga, kwa sababu unakuwa sasa connected. Lakini sasa mfungo kishaisha tena unarudi kule ulikotoka, inakuwa tena hamna maana. Maana yake uendeleze pale. Ule unyenyekevu ulikuwa nao kwenye mfungo uendelee. Sio mfungo umeisha unaanza sasa. Unabadilika. Sasa unakuwa yani unacharuka. Ni kama unakuwa kama kwenye kifungo, alafu sasa baada ya kuachiliwa unaanza kuona kwamba kuna uhuru wa kufanya mengine. Kwa hiyo kwa kifupi ukiendeleza kufanya yale ambayo hayafai, kulikuwa kuna tafsiri ya kufunga. Yes, maana yake wewe uligoma kula. Unajua kuna kufunga afu kuna kugoma kula, kwa sasa leo mimi siri kushinda njaa. Okay, habari nyingine nasema moto wawaka jimboni kwa Mpina. Habari hii kwa undani zaidi utaikuta ndani ya gazeti hili ukurasa wa 3. Inasema vurugu makada wa Chama cha Mapinduzi CCM wakisaka nafasi za ubunge zinazidi kuongezeka, hasa katika jimbo la mbunge wa Kisesa.
Luhaga Mpina huko kimewaka katika jimbo lake. Lakini habari nyingine inasema familia ya kada CCM aliyetoweka Mwanza ya mwangukia Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu ni mfanyabiashara bwana na kada wa Chama cha Mapinduzi CCM kule mkoani Mwanza. Familia yake jana kwenye vyombo vya habari vingi mtandaoni ilisambaa taarifa wakimuomba Mheshimiwa Rais Samia kuhakikisha anapatikana ndugu yao huyo, kwa sababu ni tegemezi na mtu muhimu sana kwenye familia yao. Kwa hiyo walikuwa na press kwa ajili ya kumuomba Mheshimiwa Rais Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba basi ndugu yao huyo aliyetekwa katika mazingira ambayo hayafahamiki basi anapatikana. Lakini habari nyingine anasema mchango wa Mo unavyochochea mageuzi kijamii kuongeza ajira. Bwana jarida la Forbes limemtaja Mo kama tajiri namba 1 Afrika Mashariki, lakini akiwa tajiri namba 13 Afrika nzima, akiwa na utajiri unaozidi dola bilioni 2.2. Yes, mwanzo ilikuwa bilioni 1.8 kadhaa. Yes, so ameongezeka, amekuwa. Na mwaka 2019 ilikuwa ni bilioni 1.5. Naam. Akaongezeka miaka miwili baadaye ikawa bilioni 1.8 na sasa ni bilioni 2.2, huku akiwa amewekeza kwenye sekta ya maji akisaidia zaidi ya wananchi 15,000 kupata maji akisaidizana na serikali. Lakini pia kwenye sekta ya michezo tunamwona ni kama mwekezaji pale ndani ya klabu ya Simba akiwa na hisa zipatazo 49. Hilo ambalo ndio limejiri kwenye gazeti la Mwananchi. Tukiliweka kando gazeti Mwananchi, tukifikia katika kurasa za nyuma zinazosheheni habari za michezo, na akiwa ni mahususi kwenye gazeti la Mwanaspoti ambalo ni tuseme ni wabia. Mwananchi na Mwanaspoti ni gazeti moja, ili linasheheni habari zaidi za kimichezo. Sasa nigeukie moja kwa moja au ni kuache upige gazeti jingine? Manake geuza upande wa pili. Okay. Katika gazeti Mwanaspoti hapa ndio nasema wameshikika. Nani hao? Hiyo ni mechi. Al-Masri wameishika mechi. Wameishika mechi. Wameishika mechi. Wewe ulisomaje bwana? Wameshikika. Wameishika mechi. Nani hao? Hao ni Al-Masri watacheza na Simba Machi Aprili 2. Lakini pia kuna mechi kati ya Simba na Al-Masri, hiyo itakuja kuwa ni marudio sasa uwanja wa Benjamin Mkapa. Tarehe 9. Tarehe 2 Simba na Al-Masri ugenini uwanja wa Suez Canal. Lakini tarehe 9 ni Benjamin Mkapa. Sasa wameruhusiwa uwanja kucheza pale. Baada ya vigezo kufikiwa Kafu ameona kwamba unafaa. Lakini uwanja mechi hiyo ni mechi kale vibaya mno ambayo Simba wao wanasema kwenye mechi hii tunavuka. Wanasema hii tunakwenda nayo. Tunavuka, lakini ukiangalia ni moja kati ya mechi ngumu sana. Wakati Simba wao wanajiandaa hivyo. Na wenyewe wale jamaa wanasema sisi tuko vizuri. Na wako nyumbani, wana sababu za kujihami. Na unajua timu za kaskazini zina balaa. Wakiamua na kwao wameamua. Sijui Simba watatoboa kweli hapo. Kwa ninavyoifahamu Simba hususan kwa miaka hivi karibuni katika michuano ya kimataifa imekuwa ni timu ambayo haitabiriki tena ugenini. Kwa sababu mwanzoni ilikuwa dhidi ya Waarabu, lakini dhidi ya Waarabu imekuwa ikiwatoa jasho, saa nyingine wakiondoka na ushindi mwembamba tofauti na mwanzo. Tukumbuke Simba tunayoiongelea sasa hivi ni Simba ambayo ilikuwa inapigwa magoli mengi, magoli 5 bila. Hivi sio kupigwa 7? Wao kupigwa 7. Na timu gani? Walipigwa, mimi nakumbuka walipigwa 5 na Al Ahly walipigwa 5 pia na TP Mazembe na AS Vita Club ilikuwa ni 5-5 tu. Watembea hamsa. Na mara zote wamekuwa wakiisha robo final. Lakini kwa hii nawaona hata mimi pia kama wakitia bidii wanaweza wakafuzu. Lakini vinginevyo kama wakiwachukulia poa, unajua nimeona hata mashabiki kama vile yani wana uhakika yani kwamba tayari sisi tunavuka hii. Tena wengine wakijinasibu kwamba hili kombe mwaka huu ni la kwao. Wamefika hatua hiyo. Huko ni mbali sana kwa sababu lakini tuliwekea dua, ni timu pekee iliyobaki kwenye ukanda wa Afrika Mashariki inayowakilisha nchi. Zingine zilitolewa, nyingine zimeondoka, lakini pia nyingine hazikuweza kushiriki. Mfano Kenya hawajapeleka timu kwenye michuano hii. Rwanda walishiriki lakini hawakufika hatua ya makundi. Ilikuwa ni APR. Yes. Hawakutoboa pia. Lakini tukiangalia Uganda pia hamna kitu. AS Vita Club pamoja na TP Mazembe nazo haziko. Sawa, sisi tunatamani wapate matokeo, lakini sana wao lazima waende na mechi hiyo kwa discipline. Kwa sababu kama wakienda kwa mazoea kwamba sasa hapa tunaenda hivi, yani ukienda bila kumdharau. Mimi nafikiri wacheze kama walivyocheza na Al Ahly Tripoli. Unakumbuka ile mechi? Waliweka msisitizo, lakini pia walijua kucheza kwa mbinu. Unajua kuna kwenda kuangalia mpinzani wako anacheza aina gani ya soka na wewe unajua unaingia na mfumo gani. Usiingie kwa sababu unahitaji kupishana na mpinzani uonekane unajua kucheza mpira. Ingia ukiwa unajua kabisa hizi mbinu zitaweza kunifanikisha niweze kuvuka kwenye. Lakini kwa kocha aliyenaye kama yule kocha Fadlu Davis, nafikiri toka amekuja Simba kuna mabadiliko makubwa sana. Tukaona tofauti. Sema changamoto kwa Simba ni nini?
eneo lao la kufunga lile na shida sana. Basi tutakuja kuyajua zaidi kwenye game time. Game time ndio. Lakini tukiangazia katika gazeti hili linaandika Mzinze akutana na Wydad, afanya majadiliano, mabosi Yanga washikilia dili. Yaani anazungumza na Wydad Casablanca. Kwa hiyo wanamtaka huyo. Wanamuhitaji. Na kocha wa Wydad Casablanca ni yule alikuwa South Africa, alikuwa Mamelodi, si ndio? Mokwena. Huyu alikuwa alimtamani toka kipindi kile. Unajua alicheza naye? Ndio. Nafikiri ameanza kumfuatilia. Lakini kiuhalisia tukimwangalia Mzinze anabadilika. Taratibu anazidi kuingia katika kuwa the ball striker. Anazidi kuwa na kuonyesha viwango kwamba yeye sio mchezaji wa kawaida. Lakini tukumbuke pia alitoka kwenye bodaboda huyo. Alikuwa bodaboda. Na moja kati ya mfano ambao tulikuwa tunautumia kwenye bodaboda cup ni Mzinze. Kwa hiyo mabosi wa Wydad wanazungumza naye. Wanamuinda. Na ameshafanya dili kubwa. Yanga wamwachia aende zake. Lakini Yanga wameshikilia. Wamwache bana. Kwamba tunamhitaji, hata sisi tuna shida naye. Wamwache Mzinze. Unajua mchezaji akipata fursa kama hiyo na nyinyi ndio mmemlea, mwacheni aende afu mchukue. Unavyoongea ni kama unataka Yanga kuja kutepeta msimu ujao kwenye kutaka. Sio kutepeta. Kumtaka striker. Mchezaji akiwa on fire sasa mwacheni kwanza avune pesa. Si ndio? Kama anaipata hapa tunaweza kumpa hiyo pesa. Hapana, huwezi kufanisha Wydad na Yanga bana. Wydad huwezi kufanisha na Yanga hata kidogo. Hata robo. Lakini inasemekana kuwa timu za kaskazini zina tabia ya kuvunja mabenchi ya ufundi ya timu nyingine. Hususan inapoanza kuona kwamba hizi timu zinakuja kuwa tishio mbeleni. Wanachofanya si kwa sababu wanamhitaji yule mchezaji. Wanafanya vile ili kuhakikisha wanadhoofisha nguvu ya timu zenu. Sababu kama tukiangalia kwa akina Mixon na Chama, kilichotokea walienda wakakaa bench. Hapana, nia yao inakuwa ni nzuri ya kumsajili mchezaji. Sema wachezaji wenyewe wanafeli kule kaskazini. Nafikiri kule ni kugumu vibaya mno. Mixon alifeli, Chama akafeli, lakini alipokuja Tanzania akaendelea kuwasha kama kawaida. Basi tukitamatisha kwenye gazeti hili la Mwanasport imeandika Serengeti Boys mzigoni leo, Afcon under 17. Hao ni Serengeti Boys wako kule Misri. Lakini kingine kilichosheni kwenye gazeti hili Yakubu anaweza kuwa Tanzania wani kwa muda mrefu. Huyu ni goalkeeper ambaye alicheza kwenye timu ya taifa pia katika mechi ambayo tulichapika 2-0. Ndio. Tulipigwa 2-0 dhidi ya Morocco. Ndio. Yeye ndiye kalangoni. Basi hivyo ndio umetamatisha kwenye gazeti Mwanasport, lakini pia nilikuwa nakumbea na gazeti Habari Leo. Sasa achana na Habari Leo bwana. Wewe unataka kupitia yote? Hapana. Nenda utarejea baadaye hilo, si ndio? Hata sasa hivi tuliangazie Nipashe, si ndio Nipashe Mwanga wa Jamii katika kurasa zake za mbele utaona vile ambavyo inaonekana. Gazeti Nipashe lenyewe linaonekana namna hiyo hapo. Na habari kubwa imeandikwa Chadema yaitisha maandamano tena. Ya wakaribisha CCM kushiriki ni baada ya polisi kukiri Heche Alia na kubeti Wasila Lisu warushiana vijembe. Habari hii utaisoma kwa ndani katika ukurasa wa pili na ukurasa wa 3 gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mambo haya yanaendelea, lakini vile vile hapa tunaambiwa mtifuano Gambo Makonda Arusha katika sura mpya. Utaipata habari pia kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Vile vile hapa tunaambiwa malori ya mchanga ya haribu nyumba na barabara jirani. Habari hii tutasoma pia ukurasa wa 4 gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini pia gazeti la Nipashe limeandika ajali ilivyokatisha uhai wanakwaya 6 KKT 75 wajeruhiwa. Ni ile taarifa pia ulisoma kwenye gazeti hilo? Gazeti la Mwananchi. Mwananchi ndio imejitokeza hapo tena, na taarifa pia ambayo inamhusu Mo alivyoisuka Simba Sports Club tishio Afrika. Mo ambaye tuliona pia utajiri wake umepanda. Ndio. Lakini kwa sababu ya muda wetu tuangazie kwenye kurasa za michezo. Hapo utapitia kwa undani zaidi katika magazeti ambayo tumekupitisha kwenye kurasa ambazo tumekupitisha hapo. Lakini kurasa za michezo, gazeti ya Nipashe limeandika Simba yarahisishiwa kazi Misri. Kumbe amerahisishiwa. Kwa nini kimefanyika? Ndio na mimi nashangaa amerahisishiwa. Sasa hapo unaambiwa jukumu limebaki kwa wachezaji uwanjani, huku uongozi ukisema. Umesema nini? Kapate nakala gazeti hili la Nipashe ukurasa wake wa michezo utasoma zaidi. Kumbe wamerahisishiwa.
Unafikiri kuna urahisi gani kwa Simba Sports Club? Mazingira. Tukizoea kwamba timu zikienda kule mapokezi, ikiwa vigisu na timu mwenyeji. Kwa hiyo kama wamerahisishwa mazingira kwamba tangu wamefika hawajapata hizo shurba, wametafutiwa hoteli nzuri, wamepumzika, viwanja vizuri kwa ajili ya mazoezi na warm up za hapa na pale. Ni wazi kabisa wamerahisishwa mazingira kwamba hawajakutana na ile shurba ambayo walikuwa wanakutana nao. Lakini huwezi kuzikosa hizi. Sema Simba sometimes wameshazoea hayo mambo. Sometimes wasiseme kwamba washazoea. Mfano wamefika robo finali 5 maana yake wamepita changamoto nyingi. Ukiangalia kwenye kitu ambacho walikuwa wanaanza nacho ni pale airport kwamba mnakaa muda mrefu kabla ya kuja kuchukuliwa na wenyeji wenu, kuonyeshwa sehemu atakayopumzika, kuonyeshwa maeneo ya mazoezi na mambo ya vyakula na nini, ugeni ule unakuwa unawapa shida. Lakini kama mlitanguliza watu wakwenda kuwekea mazingira, mnafika hamtohitaji gari la mwenyeji kusema kwamba litawatoa uwanjani. Mmefika tayari, ni protocol kwamba mwenyeji akuandalie usafiri. Lakini hutumii vyake. Uhitaji vya sasa kipindi cha nyuma ambacho kuna feri ni kwamba kwa kafu wanavyoweka kanuni kwamba lazima watawaandalia gari. Ndio ilikuwa inawakosa. Kwa nini mkifika pale mnasubiri gari mnaandaliwa? Sasa gari liko wapi? Kumbe mnafika hapa mnapigwa 5 bila. Na nyingine unaletewa gari ambalo ni kuukuu ambalo likiwapeleka dakika. Sio tu kuukuu, lile gari wameweka vitu pengine ambavyo vinaweza vinafanya mnaishiwa nguvu. Inatokea. Watu wana mbinu bwana. Kuna figiso nyingi Afrika. Una mwanasheria? Ni naye. Sawa. Sio tu mwanasheria na uhakika. Sawa. Sasa jambo lingine pia ambalo nafikiri wamejifunza hizo changamoto za miaka 5 kwenda robo finali, misimu 5 mfululizo. Maana yake wanao hakika. Wamejifunza vitu vingi. So kama wamerahisishiwa basi ni jambo zuri. Lakini pia hapa tunaambiwa kocha Yanga aichimba mkwara Tabora United. Bwana hili ni bonge la mechi. Tabora dhidi ya Yanga. Na ni mechi ambayo itapigwa Al Hassan Mwinyi Tabora. Yanga watatoka kweli, maana mechi ya kwanza alipigwa 3-1. 3-1 uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa uko sahihi. Kwa hiyo kikubwa kabla hawajaacha ilikuwa ni Azam Complex. Azam Complex ambapo Yanga walifungwa goli 3-1 na Yanga walikuwa wanasema ya kwamba wana wachezaji wengi ni majeruhi. Huku Tabora wakisema pia zingewezekana kuongezeka goli nyingi sababu kulikuwa na wachezaji wa kigeni bado hawajaingia kwenye mfumo. Lakini goli alikuwa hapo Diara. Alikuwa Diara goli. Kulikuwa kuna sababu zote za kumtaja Diara asubuhi ya leo. Muhimu tumtaje ujue kwamba walipigwa. Na Diara alikuwa kwa langoni. Kikubwa ni kwamba mnachoona kwamba hizi timu za daraja la kati mfano kama Tabora ni timu ambazo zinacheza zinapokutana zenyewe kwa zenyewe madaraja ya kati na kwa kiwango ni tofauti. Zinapokutana na timu kama Simba, Yanga, Azam zinaonyesha kiwango tofauti na kile ambacho tunakifahamu kutoka kwao. Kwa hiyo ni kama wanakamiaga mechi. Wanakamia na kinasaidia. Sio kwamba haziwasaidii, zinawasaidia. Either ni kupunguza idadi ya mabao au ni wao kushinda au ni kutoka suluhu. Tumeona na pia hata kwenye mechi wanacheza vizuri. Lakini nimeona tofauti kidogo kwa Mbeya City. Umeona Mbeya City jana? Wameshinda bwana. Au huna taarifa? Sina taarifa hiyo. Una taarifa? Wewe uko nchi gani bwana? Sasa uko nchi gani wewe? Ulikuwa wapi kwanza? Championship ni ligi ambayo sifuatilii sana. Uifuatilii? Sasa kama ufuatilii, jana Mbeya City wanakoma kumwanya. Kwanza wameujaza uwanja wa Sokoine. Taarifa unayo? Full house. Kumbuka hata hapa KMC Simba kurudi. Hapa KMC mnajiandaa kurudi ligi kuu. Tunarudi. Na sio tunarudi. Hapa KMC Complex uwanja unabeba mashabiki 3000 mpaka 5000. Simba na Yanga waga wajazi pale. Wakiwa kama Yanga anacheza na Tabora, uwanja unakuwa na magepu kibao. Simba labda na Dodoma uwanja magepu kibao. Mbeya City Championship. Sokoine Stadium full house. Team daraja la kwanza. Manake huoni hamuogopi? Inaweza kuwa ni katika nyakati ambazo watu walikuwa hawana mashughuli nyingi za kufanya, wanasubiria sikukuu. Sio hawana shughuli nyingi za kufanya. Lakini pia kutokana na hamasa, ngoja nikwambie, Mbeya City hiyo ingekuwa sasa hivi haiko katika hali ya kuingia kwenye ligi kuu. Unadhani kungekuwa na mashabiki wengi kama mechi zote pale zimejaa? Na niliona pia mtu mmoja anasema kwamba Mbeya City wamejaza uwanja kwa sababu wanaelekea ligi kuu. Wanaelekea ligi kuu. Sio hivyo. Mbeya ni kama ina baraka. Wamesombwa. Sio wamesombwa. Mbeya kuna timu mbili za ligi kuu. Yaani hawana kiu ya ligi kuu. Wanaona ligi kuu muda wote. Kuna Tanzania Prisons iko pale. Ndio. Kuna timu gani ile? Mbeya kwanza ilishuka. Kuna Ken Gold inachezea pale. Na bado kuna nyingine pia kauzwa ile hefu iliuzwa Singida huko. Ndio ile inaitwa Singida Black Stars, ndio. Kwa hiyo manake sio kwamba walijaa kwa sababu ya kiu. Ni mapenzi ya timu yao. Mna timu hadi mnauza. Bwana mimi nimemaliza. Mimi ni tamatishe kwenye gazeti la Habari Leo. Gwiji la habari Tanzania likiwa linaandika kanuni za wekwa kuilinda shilingi
Ni kanuni gani hizo? Ni serikali yataja makosa, malipo yanayoruhusiwa kwa fedha ya kigeni. Bwana, kumekuwa na changamoto kwenye shilingi ya Tanzania, hususan kwenye swala zima la fedha ya dola kutumika kwenye malipo ya Kitanzania. Mfano unaenda kwenye hoteli ni ya Kitanzania kabisa, lakini malipo yanayohitajika pale wanalipa kwa dola, jambo ambalo serikali limeona si sahihi. Nafikiri serikali wako sahihi kabisa, wanaishusha shilingi kwa sababu kama tuko hapa kuna haja gani ya kutumia fedha za kigeni kwa ajili ya malipo? Yes, lakini kama mnaona hiyo dola ni muhimu pia itumike, basi weka zote, kuliko sasa unasema huyu mwenye shillings asitumie ila mwenye dola pekee. Hapa inakuwa kama kipindi kile cha sekondari, no English no service. Na kama hujui maana yake inabidi ukae bubu tu. Ukae bubu. Ilikupata hiyo? Hili nilipata, nilivaa libango. Kuna kipindi niliongea Kiswahili nikawa nimevishwa Swahili speaker, yani unavishwa bango unatembea kabisa unajulikana wewe kosa lako uliongea Kiswahili. Nilijua tu. Usingeweza kukosa kutoka salama wewe. Basi tuangazie kwenye habari nyingine, anasema SMZ yaongeza kasi uchumi kidigiti. Ni serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeongeza kasi katika uchumi wa kidigitali. Lakini habari nyingine inasema CCM makundi yanatufanya tushindwe uchaguzi. Makundi yatatufanya tushindwe uchaguzi. Yani kwamba kuwa na matabaka ndani ya chama. Yani kwamba wao wenyewe wanathibitisha kwamba kuna makundi. Kuna makundi ndani ya chama. Kwa mujibu wa taarifa hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyoko ndani ya gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwa maana yake wanapaswa kuacha. Wanapaswa kuyaacha ili waweze kuhakikisha wanaishika dola kwa miaka mingine mingi zaidi. Lakini Majaliwa aridhishwa na maandalizi kuwasha mwenge. Unajua mwenge wa uhuru unaanza kukimbizwa kwenye halmashauri 195 kwa siku 195 mpaka pale kilele chake tarehe 14 Oktoba mwaka 2025. Kwa mwaka huu inazinduliwa pale mkoani Pwani. Kwa hiyo hayo ndio yamejiri ndani ya gazeti hili la Habari Leo, na sina mengine zaidi kwenye michezo, labda tugeuke. Hapo anasema Yanga yaitolea macho Tabora. Kuitolea macho? Lazima itolee macho kwa sababu wanaangalie ujue namna ya kutoa macho. Sasa kutoa macho sio hivyo. Yaani kinachomaanishwa yani sio kutoa macho kama ulivyotoa wewe kama umetoa macho makubwa. Kutoa macho maana yake Yanga hiyo mechi wanaichukulia yani kwa kiasi kwa grade tofauti na tunavyodhani. Of course. Kwa sababu wanajua wakipoteza hiyo mechi wanakuwa wamepigwa mara mbili. Na wanakuwa tayari wanakuwa kwenye rani za ubingwa, ni kama wanapoteza point. Huko kwa na viporo viwili vikubwa. Vya Simba na kuwa na viporo. Na Azam pale. Na Azam. Na Azam tarehe ngapi? Tarehe 10. Tarehe 10 yani maana tarehe 9 tunashuhudia Al-Masri na Simba. Ndio. Labda Simba katolewa kwa mfano au mfano Simba ndo akafuzu kwenda nusu finali kwa sababu atamaliza nyumbani. Ndio. Na unajua vile ambavyo Simba anajua kucheza mechi za Benjamin Mkapa. Ana shughuli ndogo. Simba kitaka kufuzia nyumbani huwa akuache salama. Sawa. Simba amefuzu. Yanga ikatokea amepigwa na Azam. Unafikiri itakuwaje hapo? Ndio maana Yanga wana mahesabu makali sana. Wanaona kama hii mechi lazima tushinde, itujige confidence kuelekea mechi ya Azam. Hii na wenyewe washinde pia. Lakini pia Azam na wenyewe bwana. Sijui kwa nini wanapokutana na Yanga mara nyingi. Hata akiwa bora namna gani wanapoteza mechi. Azam. Una uhakika? Nina uhakika. Umefanya statistics zako vizuri. Of course. Azam hata akiwa bora, hata akikutana na Yanga mbovu kiasi gani, anafungwa Azam. Mimi nimeona, nimeshuhudia kwamba Azam huaga inacharuka na inakuwa kali zaidi inapokutana na Yanga. Anacharuka lakini mwisho wa siku matokeo yanakuaje? Anacharuka mwisho wa siku dakika 90 inamalizika. Yaani kwa mfano mimi ndo niko Yanga na wewe uko Yanga mfano. Alafu Azam wana kikosi bora. Tukacheza na Azam tukiwa tumevaa hivi. Ndio. Azam anachapika. Mimi nikwambie tu kwamba hujafanya vizuri. Nenda kachunguze kati ya Simba na Yanga, yupi Azam huaga anamkamia zaidi. Yaani Azam anamkamia Yanga. Lakini anafungwa mwisho wa siku. Yaani Azam anamkamia Yanga. Kuliko anapocheza na Simba. Lakini ikitokea mwisho wa siku matokeo yanatokea Azam anashindwa, anafungwa. Uliwahi kusikia ile msemo kwamba utawatambua kwa unaongea kama kada wa chama fulani cha mpira. Chama cha mpira? Kama timu fulani hivi. Yaani kuna namna ongea yako na inasibisha na eneo fulani la maisha ya wanachezaji fulani. Kama timu gani? Hilo tuliache kubaki kwa Yanga. Mimi nishakwambia jana tumejaza Sokoine Stadium. Wewe kama Mbeya City. Okay, sawa. Mimi kama Police Tanzania pale mkoani Kilimanjaro. Pale hamna timu. Niamalize na habari hii inayosema Majaliwa awavalia njuga viwanja vya Afcon. Tumeona Mheshimiwa Kassim Majaliwa akikagua viwanja, tutaiona kwenye game time akagua vile viwanja vitakaweza kutumika kwenye Afcon ya mwaka 2025.
Viwanja vya mazoezi. Vya mazoezi, Okay. Amekagua na alikuwa anapita katika viwanja kadhaa, lakini tukumbuke kuna viwanja vinaendelea kwenye ujenzi kama kule Arusha. Okay, Arusha vinajengwa. Lakini pale Dodoma tumeona utiaji saini wa ujenzi wa kiwanja kikubwa cha mpira wa miguu kikiwa pale katika mji wa kiserikali Ihumwa pale. Kwa hiyo hayo mengi yote tutakutana nayo pia kwenye Game Time, lakini Serengeti Boys kama hivyo kufungua dimba na Zambia leo. Wanapiga na under 17 yao. Under 17 na Zambia. Mimi natamatisha hivyo ndani ya magazeti katika kurasa za nyuma zilizosheheni habari za michezo na burudani. Kwa dhamini mkubwa kabisa Apostle BBM, Boniface Mwamposa Bulldozer. Kumbuka Jumapili tunakwenda kukanyaga mafuta ya upako. Unapokanyaga mafuta ya upako, nira, uchawi, uganga na ushirikina na chochote ulichofanyiwa kinaharibiwa. Tupo katika mwezi ambao tunakomboa ramani. Kuna watu ramani zao zimepotea. Ndio. Sasa utakomboa Jumapili, lakini leo Jumatatu maombi na maombezi yanaendelea Tanganyika Packers Kawe kuanzia saa 8. Fika mapema na Mungu akupe kibali. Na kamata gazeti la Uhuru kweli daima leo Jumatatu. Habari kubwa imeandikwa Wasira kemea makundi CCM. Ndio. Uliiona huko? Ndio, nimeiona. Imetokeza kwenye habari leo pia. Lakini pia hapa tunaambiwa wanakwaya 6 wafariki dunia ajali ya gari. Ni habari ambayo tumeipitia. Na zipo habari zinasema 7, nyingine 6, huko zikiwataja majeruhi kuwa 13, wengine wakisema majeruhi ni wengi zaidi. Kwa hiyo taarifa zinachezea hapo kwenye 67 vifo. Ndio. Lakini hapa tunaambia Majaliwa waridhishwa maandalizi ya Mwenge. Makala asema CCM haipo tayari kwenda kinyume cha katiba. Habari utaisoma kwa ndani zaidi ukurasa wa 6. Matukio udhalilishaji yapungua visiwani Zanzibar. Ndio. Utapata habari pia kwa ndani kabisa gazeti hili la Uhuru ukweli daima kwenye ukurasa wa 10. Lakini zipo taarifa kadhaa hapa. Jipatie gazeti la Uhuru usome zaidi yale ambayo yameandikwa moja kwa moja kwenye kurasa za michezo. Gazeti Uhuru limeandika Hamdi macho yote kwa Tabora United kama ambavyo ulipitia. Ndio. Yanga imetolea macho. Hapa macho yote kwa Tabora. Nyuki wanaiangalia asali au asali inaangaliwa na nyuki. Vyote vile asali lazima ihusike siku ya kesho. Afisa habari wao alikuja hapa akasema Christina Mwagala akasema waje kivyo vyote tunawachapa. Wacha tuone. Na Aston Villa yatinga nusu finali FA. 58 pointi zinazo Yanga katika ligi kuu hadi sasa msimu huu. Lakini hapa tunaambiwa Simba ni ubabe tu. Misri. Haya, tutaona kama ni ubabe. Mechi kesho kutwa. Jumatano. Majaliwa akagua viwanja vya mazoezi mashindano CHAN. Unaonekana pia hapo katika habari picha akiwa anakagua. Man City yamtolea macho Pedri. Hilo ni gazeti la Uhuru kweli daima. Tunafika tamati ya sauti za kurasa. Bwana. Naam. Umejiandaje Jumapili kwenda kukanyaga mafuta ya upako? Bwana, sababu ni mwezi mpya, mwezi wa 4, mwezi ambao katika mwaka huu hatujawahi kukanyaga. Kwa hiyo ni mwezi ambao kwanza mimi ninaochukulia kama ni mwezi uliosheheni vitu vingi. Ndio. Ni mwezi ambao pia una sikukuu nyingi. Sikukuu ni mwezi wa 4 kweli una siku nyingi sana. Una sikukuu hadi za kiserikali. Hadi mimi nimezaliwa mwezi wa 4. Raha kweli kweli. Birthday. Lakini pia ni mwezi ambao kesho ni siku ya wajinga na kutahadharisha. Kesho tarehe mosi mwezi wa 4 huwa ni sikukuu ya wajinga, inaisha saa 4 lakini. Lakini kwa nini sikukuu ipo? Ina faida gani? Ina faida ya kutukumbusha kuwa makini na kuwa attention, sababu unaweza ukaambiwa jambo lakini vema ukalithibitisha, au ndo pale akili ya kuambiwa ni lazima uchanganye na ya kwako. Sasa tukiangalia kwenye mwezi wa kanyaga mafuta, tarehe hiyo ya tarehe itakuwa ni tarehe 6 Jumapili wiki hii. Itakuwa tarehe 6. Itakuwa piga hesabu hapo kwa haraka haraka. Leo tarehe 31, tarehe moja itakuwa tarehe 6. Itakuwa tarehe 6. Kwa hiyo ni mwezi ambao mimi ninauchukulia kiutofauti, sababu pia katika maisha yangu una historia. Nikiuangalia ni mwezi ambao pia niliwahi kupata tukio moja kubwa la ajali, lakini pia umekuwa ni mwezi ambao unajirudia kwenye matukio ambayo sikuwa naelewa kabla ya kuifahamu madhabahu inuka uangazi. Ni mwezi ambao ulikuwa una mitihani mingi sana kwangu. Kwa hiyo mimi naenda kuuchukulia ni mwezi wa kuingia kwa kibabe, kukomboa nyayo zangu, kutembea katika hali ya baraka zaidi. Unajua unapokomboa nyayo Mbegeze, unakuwa na vitu vingi sana vinaondoka. Unaweza kukanyaga malango ya adui zako kwa kishindo zaidi, sababu unaamini tayari nyayo zangu si nyayo za kawaida. Zina makomeo ya chuma na ya shaba. Ni makomeo ambayo yatamtishia adui, iwe ni kwenye uchumi,
iwe ni kwenye afya, iwe ni kwenye kilimo, iwe kwenye kazi, ajira, lakini pia iwe ni kwenye masuala mazima ya biashara. Sababu unapokanyaga unakomboa nyayo ya kimwili, wakati huo kwenye roho kuna mambo ambayo yanaenda kufunguka. Tunafanya ni tukio la kimwili, kuchovya miguu kwenye mafuta ya upako. Lakini kwenye kiroho linaenda kuingia kwenye nyayo yako ya kiroho. Watu unakanyaga, nani unakutana naye, mlango upi unaoingia, upi unaukataa. Hiyo ndio maana halisi ya mtumishi wa Mungu kuleta ufunuo huo wa kuchovya miguu kwenye mafuta ya upako. Lakini Jumapili atafafanua mwenyewe kwa kina. Ndio. Kwa nini tunakanyaga mafuta upako? Atakupa na maandiko. Yaani kuna siri gani? Wewe unasikia tu kunakanyaga mafuta upako. Kwa nini? Atatoa siri hiyo kimaandiko na utaondoka na ushindi. Kwa sababu tunaishi kwa neno la Mungu, si ndio? Ndio. Sasa maandiko kama yanaruhusu na maandiko kuna ufanuzi. So fuata maelekezo ya kitume hayo. Na hakuna atakaye kushinda kwenye kila jambo. Tukapate break hivi sasa. Tutarejea kwenye kipengele cha gumzo la habari. Mwenzangu Samson atarejea hapa kukuangazia mengi ambayo yanaendelea Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Sauti za Kurasa. Sauti za Kurasa.